Unajua vile ilivyo rahisi kugundua maadili ya mji fulani kwa kupitia watoto, ndio ilivyo rahisi kugundua tabia za mabosi mnapokuwa hampo, wakibaki wasaidizi wenu, ikibaki timu yenu katika ofisi zenu au madukani. Kama we bosi ni mtu wa majivuno, majigambo, wa kujikweza, na wafanyakazi wako wote wanakuwa hivyo hivyo, watu wa hivyo, mpaka timu inakuwa ya style hiyo hiyo. Kiburi, katamakia inakuwa si nzuri sana, havielekeleki, inakuwa vinafanana. Kwa hiyo kupitia wao, yani mtu kiingia tu dukani, namna unavyoiona ile situation inakupa image, picha sahihi ya kwamba bosi ofisi hii yupo wa style hii, yani uko hivi na hivi, unaweza kumdetermine kupitia wale wafanyakazi. Ndio maana nimesema kama ilivyo rahisi kugundua kwamba huu mji una maadili au una maadili, au mji mwenye sauti ni mama au baba, kupitia watoto hiyo unaweza kaigundua kiurahisi kabisa. Kwa hiyo sasa wewe bosi, CEO, jitahidi kutengeneza, kuishi katika mikakati ya future ya ofisi yako, future ya duka lako, ili muweze kuwa na tabia zinazofanana, msipishane sana. Unajikuta wewe namna unavyoishi dukani kwako ni tofauti na unavyoishi wafanyakazi wako. Yani unawapa protocol na program nje kabisa ya miundombinu ya ofisi yako, duka lako, namna ulivyotengeneza mipango yake, mfumo wake ulivyo. Sasa wao kwa hivyo au kwa vile. Kwa hiyo nachokusihi sana, watrain vizuri, waweke kwenye mfumo, lakini kupitia wafanyakazi wako ni rahisi sana kumgundua aina ya bosi anayewa control hao. Kwa hiyo nachokusihi sasa, kuwa katika mwelekeo sawa, yani matakwa na malengo ya ofisi yako.